Naam, tuangazie siasa sasa. Matokeo ya chaguzi ndogo sehemu mbalimbali nchini yameendelea kuibua hisia za kisiasa, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akilengwa zaidi katika eneo la Mlima Kenya. Katika eneo la Malava, ushindi wa mwaniaji David Ndakwa wa chama cha UDA umeshabikiwa licha ya vurugu zilizoshuhudiwa. Wakati huo pia viongozi wa kidini wanaonya kwamba vurugu hiyo ni ilani ya uwezekano wa hali sawa na hiyo wakati uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ken Gashuhi na taarifa zaidi. Vumbi la kisiasa linaendelea kutifuka eneo la Mlima Kenya baada ya chama cha UDA kutoa ushindi katika uchaguzi wa eneo bunge la Mbeere Kaskazini. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ameendelea kudhihakiwa baada ya matokeo hayo yaliyoashiria kutoimarika kwa ushawishi wake wa kisiasa Mlima Kenya. Rigathi Gachagua na timu yake walikuwa wanajipiga kifua, wanajigamba ati ya kwamba wako na kura ya mlima katika mfuko yao. Watu ya mlima wameongea kupitia watu ya Mbeere North ya kwamba Rigathi Gachagua anaota ndoto mchana. Ushindi wa Leonard Wamuthende hata hivyo umetiliwa shaka na mpinzani wake wa karibu Newton Kariuki, ambaye kupitia wakili wake Ndegwa Njiro ametangaza kuwa ataelekea mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi huo. Na wajitayarishe, nitawashinda pia kotini, na mimi nitahakikisha wakili wangu ameitisha pesa ya kutosha. Manake saa hii kila Mkenya ako katika hali ya kujenga taifa, badala ya waniache mimi nihudumie watu wa Mbeere North. Katika eneo la magharibi lililoshuhudia machafuko zaidi, viongozi sasa wamewataka wakazi kutangamana na kumpa mbunge aliyechaguliwa wa Malava David Ndakwa nafasi ya kuwahudumia. Hii ushindi niko nayo sio yangu. Ushindi ni ya watu wa Malava. Nataka watu ya Malava wawe kitu kimoja. Wale walikupigia kura na wale hawakukupigia, usikawanye watu ya Malava, ndugu yangu Ndakwa. Hata hivyo, kiongozi wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua aliyezungumza eneo hilo la Malava amesema kuwa chaguzi hizo ndogo katika maeneo mengi zilikuwa na dosari na huenda upinzani ukaelekea mahakamani. Sijaona uchaguzi mwingine ngondoro zinanunuliwa, lakini tuliona ngondoro mpya. Mimi nataka kuambia wananchi, kulala kwa ngondoro ni vizuri na ni more comfortable kuliko kulala kwa floor, lakini usipende godoro kushinda haki. Sisi kama upinzani tutaketi pamoja, we analyze what happened, we decide what we are going to do. Uchaguzi ukiisha haujaisha, iko koti. Wakati huo huo, viongozi wa dini za Kipentekosto wamekashifu vurugu iliyoshuhudiwa, wakionya kuwa huenda hali hii ikajirudia wakati wa uchaguzi mkuu ujao. The chaos we witnessed is worrying. Abigail, of the turmoil we are likely to plunge into in 2027 when the stakes will be higher. Sadly, this should not be the case given that elections are meant to be a substitute of violence and anarchy. Ken Gashuhi, KTN.